Baada ya kuona mfuatano wa mapigo mane ya kwanza, leo tunaenda kuona pigo la 5 hadi pale tutakapofikia mwisho wake, ndipo tuingie sasa kwa pigo la 7. Tuliona pia kwamba miongoni mwa mapigo haya 7 ya mwisho ya kitabu cha Ufunuo sura ya 16 mnakuwa na pigo moja ambalo halihusiki na walimwengu wote, bali litahusika na kiti cha enzi cha mnyama peke yake, na hayo mengine 6 ndiyo yatakayowahusu walimwengu wote. Ninakukumbusha tu hii ili usije ukasahau. Haya mapigo 7 ya mwisho yanaletwa na malaika 7, wale waliokuwa wakipiga baragumu 7 ili kuwaonya wakaaji wa dunia. Sasa wanaleta vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu vyenye kujaa mapigo ili kuvimwanga juu ya wakaaji wote wa dunia waliokubali kuipokea alama ya mnyama sababu ya faida za ulimwengu. Hiyo ulishajua alama ya mnyama ni nini, na tunaendelea kwa sababu tayari unajua kile ambacho tunakizungumza. Wakati uliopita tuliona mapigo mane ya kwanza ambayo yalifuatana hivi. Pigo la kwanza litahusika na kuweka majipu mabaya tena mabovu juu ya kila mwenye ile alama ya mnyama, yaani mwenye kushika siku ya kwanza ya juma iliyowekwa kwa ajili ya ibada ya Mungu. Jua sasa yakaingizwa kanisani kama alama ya mnyama ambao ni utawala wa upapa. Pigo la pili litahusika na kuyageuza maji ya bahari zote na ziwa zote za duniani kuwa damu kama damu ya mfu, kusudi viumbe vyote vya majini vipate kufa. Na pigo la tatu litahusika na kuyageuza maji ya mito na chemichemi za maji kuwa damu, ili watu wale ambao walimwabudu yule mnyama na sanamu yake wasipate kunywa maji. Lakini usisahau ya kwamba watu wa Mungu wao watakuwa na maji yao. Mungu atawafanya wanaenda kuchota maji yanakuwa masafi. Lakini wale ambao wana alama ya mnyama kwenye vipaji vya nyuso zao na kwenye mikono yao, wale watakuwa wakienda kuchota maji yote yamekwisha kuwa mekundu, damu kabisa. Damu ambayo ilionekana ikiwa ndani ya bahari na ziwa, iliwaua viumbe wote ambao walikuwemo. Sasa kipindi hiki ambacho Mungu anakifikia kwa pigo la tatu ni kufanya sasa kwamba maji ambayo yalistahili kunywewa yawe maji masafi yatakuwa damu. Pigo la 4 litahusika na kuwaunguza wakaaji wote wa dunia kwa makali ya jua. Wale ambao walikataa sabato ya Mungu aliye jua la haki, lakini wakaamua kumwabudu Mungu jua kwa kuifuata faida ya dunia hii, hao ndio wataunguzwa na ile jua ambao waliabudu. Lile jua ambalo waliabudu kama Mungu sasa litawageukia na kuwa mtesi. Sasa leo tunaenda kuliona pigo la 5. Pigo la 5 linapatikana katika Ufunuo sura ya 16 mstari wa 10 na wa 11, nayo inasema, na huyo wa 5 akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama, ufalme wake ukatiwa giza. Wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu, wakamtukana Mungu wa mbingu kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao, wala hawakuyatubia matendo yao. Aha. Kama tulivyotangulia kuona ni kwamba yale mapigo 7 ya hawa malaika 7 yatakuwa ni mapigo yatakayomwangwa kwa wakaaji wote wa dunia. Na wale wakaaji wote wa dunia hawatakuwa wakaaji wa dunia wote kama vile ni wakaaji, bali watakuwa ni wakaaji wa dunia wote kama waabudu wa yule mnyama na sanamu yake. Watu wote wanaoishi duniani waliokubaliana na umoja wa madini, umoja wa madhehebu, ili kuweza kumpatia heshima mnyama, yaani upapa wa Rumi, kwa kuweza kufanya siku ya kwanza ya juma ambayo ni siku ya kazi ipate kuwa sasa siku ya ibada,
tena ya mapumziko, si ibada tu bali kupumzika, kama vile Bwana Mungu alivyopumzika Sabato, akawaagiza watu wake ya kwamba nao waipumzike, ili iwe ishara au alama kati yake na wao, wapate kujua ya kwamba yeye ndiye Mungu wao, ndiye Mungu anayewatakasa. Lakini kwa sababu mfalme Konstantino, mfalme mpagani, aliingiza siku hii ya kumwabudu Mungu wake jua katika ibada ya Kikristo, na ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka wa 321 baada ya Kristo. Na kisha papa ambaye anaitwa Silvestre alikuja mwaka wa 325 akaihalalisha kama ni siku ya kumwabudu Mungu wa mbinguni. Na hapo haikuitwa tena Dies Solis, ikaitwa Dies Dominica. Yaani ikaacha kuitwa siku ya jua, ikaitwa sasa siku ya Bwana. Na ndiyo maana utakuta watu wengi leo wanaita siku ya Mungu. Na kwa sababu walifanya kwamba siku ya Mungu jua ndiyo ipate kuwa siku ya Mungu wao, sasa ile jua ndiyo iliyowaunguza katika pigo la 4. Sasa katika pigo hili la 5 wanadamu hawataguswa, lakini atakayeguswa ni kiti cha enzi cha yule mnyama, yaani utawala wa upapa ndio utakaoguswa, kwa sababu walimwengu wote wamejikosesha kwa kumwabudu mnyama na sanamu yake, yaani kuabudu utawala wa upapa na ule umoja wa madhehebu ambao utaonekana kana kwamba ndio unaoleta amani duniani. Wakaipokea chapa ya mnyama katika mikono yao na katika vipaji vya nyuso zao, ambako ni kumjua papa kama Mungu wa dunia hii na kukubaliana na hesabu ya jina lake ya ambao ni 666. Lakini hili pigo la 5 lina ubaguzi, litakuja tu moja kwa moja jijini Vatikano ndi. Yaani wale wanaokaa Vatikano leo, ambao wanaishi Vatikano, wajue ya kwamba pigo la 5 litaanguka Vatikano. Pigo la 5 litamwangukia mnyama peke yake, yaani utawala wa upapa. Na hapo ndipo makao makuu ya yule mnyama nayo yatatiwa giza. Pigo hili la 5 la mwisho linahusiana na pigo la 6 lililotumwa Misri. Angalia Kutoka sura ya 9 mstari wa 11, inasema, nao wale waganga hawakuweza kusimama mbele ya Musa kwa sababu ya hayo majipu, kwa maana hao waganga walikuwa na majipu na Wamisri wote walikuwa nayo. Waganga walikuwa na majipu na Wamisri wote walikuwa nayo. Nayo nini? Majipu. Hawa waganga wa Misri wanawakilisha ule uganga wa mnyama wa kwanza, yaani utawala wa upapa, na uganga wa yule mnyama wa pili ambao ni uprotestanti ulioanguka au Marekani, ambao wanatumia uganga wao ili kufanya maishara kwa jina la Yesu yanayowadanganya watu wengi duniani leo. Kama vile waganga wa Misri walikuwa wakiigiza kile Musa na Haruni wakifanyacho, ndivyo uprotestanti ulioanguka kutoka Marekani kwa uwezo wa mnyama wa kwanza ambao ni utawala wa upapa wanavyofanya maishara ili kuwapoteza kama ikiwezekana hata wale wateule wa Mungu. Lakini hawa waganga wa Misri walifikia mahali ambapo hawakuweza tena kufanya kile walichokifanya Musa na Haruni, wakashindwa kabisa kwa sababu ya majipu yao. Ni kusema pia kuwa baada ya pigo hili la 5 la mwisho kutupwa kwenye makao makuu ya utawala wa upapa, hapo ndipo utatiwa huo utawala utatiwa giza. Ni kusema ni baada ya hilo pigo la 5 kupigwa Vatikano, ndipo dunia yote itatambua kuwa ni Vatikano iliyowadanganya walimwengu wote, na hapo ndipo watajua kuwa kumbe kule kuivunja sabato ya Bwana ambao ni sheria ya Mungu ndiko kuliwaletea kukosa amani ya milele, akawaonesha tu amani bandia inayodumu kwa muda wa kitambo tu. Angalia Biblia inasema amani inatoka wapi?
Zaburi ya 119 mstari wa 165 inasema, wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hawana la kuwakwaza. Unasikia? Kumbe ukitaka amani ya kutosha, wewe uishike sheria ya Mungu. Lakini sasa maskini ya Mungu watakatazwa kuishika sheria. Viongozi wa dini pamoja na utawala huu wa kipapa ambao utakuwa umepigana na sheria ya Mungu, watawakataza watu wanadini wote waachane na sheria ya Mungu. Wanajiwekea sheria yao ambao haitaukubali uhuru wa dini. Marekani inakuwa na sheria ya uhuru wa dini, lakini itafikia wakati itabadili katiba yake ili dini zisiwe na uhuru tena. Mtu asifuate dini anayoitaka mwenyewe, bali atafuata dini ambayo dunia yote itakubaliana kwayo. Aha. Na hapo wakati ambapo dini zote zitakubaliana kuwa na dini moja, zitakubaliana kuwa na imani moja, zitakubaliana kuwa na Biblia moja, zitakubaliana kuwa na hata pesa za aina moja zenye thamani moja, na kukomesha kabisa vita duniani, na kukomesha ubaguzi wowote duniani, ili waonekane ya kwamba kweli wanafanya udugu. Hapo ndipo kutatokea kitu kinachoitwa amani. Dunia yote itasikika kwamba ina amani, na wale ambao wataonekana ya kwamba wataenda kinyume na huo muungano wa madhehebu, hao ndio watachukuliwa kama wale ni waasi. Lakini Paulo anazungumza vizuri katika Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3 ikisema, wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu wajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umujiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Kumbe wanajidai ya kwamba wanakuwa na amani, lakini ile amani hawatakuwa nayo kwa sababu ni amani ya kujitungia, si amani iliyo halisi inayotokana na sheria ya Mungu. Kumbuka ya kwamba walimwengu wanasema ukitafuta amani tayarisha vita, lakini Biblia inasema ukitafuta amani toa amani kwa wengine, kwa sababu huwezi kuambia watu wawe na amani na wewe mwenyewe huhitaji amani. Ndiyo maana Yesu alipowatuma wanafunzi wake alisema, mtakapokaribishwa katika nyumba semeni amani iwe nanyi, na ikiwa katika nyumba hiyo mna mwana wa amani, amani hiyo itawakalia wanaokuwa katika nyumba hiyo. Kumbe hiyo amani ambayo Yesu anawaachia ni tofauti na amani ya dunia, na yeye pekee alisema, amani yangu nawapa, amani yangu na waachieni, na ninavyowapa ninyi si kama dunia itoavyo, si kama ulimwengu utoavyo. Pigo hili la 5 litafunua mbele za wakaaji wa dunia uasi wote ambao utawala wa upapa uliwatendea, na uongo ambao uliwapoteza wanadamu wengi. Lakini sababu huku hakutakuwa tena na rehema wala muombezi hata kuwa tena mbinguni, hawa watu hawatatubu, bali watamtukana Mungu, na hata kama wataionea Vatikano hasira, hawawezi kufanya kitu, sababu wote watakuwa wanalemewa na yale mapigo yaliyotangulia kuwapata, yakiwemo hayo majipu yao. Kumbuka nilivyokuambia katika siku zilizopita ya kwamba mapigo haya 7 hayatakuwa sawasawa na yale mapigo 10 ya Misri. Mapigo 10 ya Misri, pigo la kwanza lilikuwa likimalizika, ndipo la pili linafuata. Lakini haya mapigo 7 yote yatakuja, na pigo likianguka halitarudi, litaendelea kukusumbua, na la pili linamkuta. Wote mapigo haya yote mawili yanaendelea kukusumbua. La 3 linakuja, la 4, la 5 kwa upapa, la 6 kwenu nyote, la 7 kwenu nyote. Yaani hakuna yeyote ambaye atakayesema mimi nitapata moja tu. Ni lazima. Ndio maana tulisikia Yeremia 25 inasema ni lazima mtakunywa. Lazima mtakunywa. Sasa watakuwa wanakuwa na majipu yaliyotangulia, maji yataendelea kuwa damu, huku wakiteseka na kuunguzwa na jua, bila kuwa na usafiri wowote majini, kwa sababu bahari zote na ziwa zote zitakuwa damu.
Hata kama merikebu zitakuwa ziwani, lakini hazitaondoka, hazitaenda popote. Ni nani atakayeziendesha? Rubani, majipu. Maabiria, majipu. Hata hiyo nahodha, majipu. Dereva, majipu. Nani ataendesha? Ni nani ataendesha gari? Ni nani ataendesha pikipiki? Ni nani ataendesha ndege? Ni nani ataendesha merikebu? Wote watakuwa na majipu. Watakuwa wamekwisha kuwakataza watu wa Mungu wasipate ruhusa ya kutunzwa, ya kupelekwa kwenye vituo vya afya, kwa sababu walikataa kuungana nao kwa kuiasi amri ya Mungu. Lakini wakati huo waganga wote, matabibu watakuwa wanajaa majipu, wagonjwa wote majipu, wazamu majipu, yaani walinzi wote majipu, mabosi wote majipu, watumwa wao majipu, hata watu ambao wa Mungu ambao walifukuzwa makazini mwao eti kwa sababu wanang'ang'ania sabato ya Bwana kuwa alama ya Mungu, wanang'ang'ania sabato ya Bwana kama muhuri waliopewa na Mungu, watafukuzwa ili waachishwe ajira na hawatahangaika, lakini kwenyewe watakuwa wameenda wanateseka. Mungu naye atawafanya kupitia majipu yao. Hakuna wale ambao watakaoenda ofisini. Utaenda ofisini, utakanyaga vipi? Utakaa vipi? Majipu yanaanzia tangu utosi wa kichwa hadi nyao za miguu. Iwe kulala si kulala, iwe kukaa si kukaa, iwe kutembea si kutembea, yaani kila hali utakayokuwemo ni balaa. Ndiyo maana wengi watachagua afadhali kutogeuka. Kama amelala ataumia mara moja tu kwa kulala, na nabakilia hayo maumivu yake pale. Ukimtikisa sasa pale unaleta kingine. Wakati wa pigo hili la 5, watu wa Mungu watakuwa katika vikundi mbalimbali vya maombi ambavyo malaika watakatifu watatumwa ili kuvilinda. Haleluya! Waovu watashangaa kuona mbinguni alama ya upinde ukionekana kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu baada ya gharika. Na upinde huo utakapokuwa angani utawajaza furaha watakatifu wa Mungu, ijapokuwa wale walio wa mnyama watajazwa woga na huzuni. Sasa mikono miwili itaonekana huko mbinguni, huko juu, ikishika mbao mbili za sheria ya Mungu, ambao viongozi wa dini waliwakataza watu wao kuishika kwa kupiganisha sabato takatifu ya Mungu itakayoonekana juu mbinguni. Hiyo sheria itaonekana mbinguni, na cha kushangaza ni kwamba waliwakataza watu wakaaji wa dunia wasiishike sheria ya Mungu, ikiwemo sabato ya Bwana, kwa sababu walipenda kupiganisha sabato ambayo inagongana au inakinzana na ile siku yao walioiweka, ile siku ya kwanza ya juma, ambayo ni siku ya mnyama, ya kumwabudu mnyama na sanamu yake, au siku ya Mungu jua iliyopewa jina takatifu. Zaburi ya 50 mstari wa 6 inasema vizuri, na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Mwisho wa kunukuu kitabu. Zaburi ya 50 mstari wa 6 inasema vizuri ya kwamba mbingu zitatangaza haki yake. Ndio maana mbinguni kutaonekana sheria ya Mungu, kwa sababu hiyo sheria takatifu ya Mungu ambayo ndiyo haki yake aliyoitangaza mlimani Sinai kama mwongozo wa wanadamu wote, sasa itaonekana kama kanuni ya hukumu. Wale walioishika Sinai mpaka sasa, mpaka wakati Yesu atakapokuja, wao kwao itakuwa ni furaha, lakini wale walioiasi kwa sababu ya uongozi wa upapa na umoja wa madhehebu watahuzunika na kuogopa watakapoona sheria hiyo inakuwa angani. Mbinguni inaonekana kama vibao vikubwa vikubwa viwili, tena kama vile Mungu alivyoitangaza huko Sinai, na moto ukionekana, ngurumo, radi, tetemeko, miamba kupasuka kwa sababu ya sauti ya Mwenyezi Mungu. Vile vile huko angani sheria zile zitakuwa ziking'aa kama moto, maandishi yanang'aa kama moto. Hakuna yeyote ambaye anayekuwa duniani ambaye atakaa bila kuziona zile sheria, zile amri za Mungu zitakazokuwa kwenye hiyo mbao mbili za sheria ya Mungu. Kila mwenye dhambi
ataziona amri hizo na kuzisoma zote 10 ambazo ni amri za Mungu au kanuni ya tabia yake, zikiwa kana kwamba zimeandikwa kwa moto angani, na uongo wote walioufundishwa na ule waliofundisha utafutwa akilini mwao, na akili zao zitaamka kwa ukweli wa sheria ya Mungu walioisoma mawinguni. Kwa sababu wanasoma hiyo sheria sasa angani, watakapokuwa wote wanatazama mbinguni huku wakiumia kwa mapigo yao, wote watauona ukweli wa maisha yao ya nyuma ukiwajia kama kumbukumbu akilini mwao. Kila mmoja ataona jinsi ilivyofunuliwa nuru ya kweli za Biblia kwa njia mbalimbali, na jinsi kwa kuwatii viongozi wake wa dini aliamua kutupilia mbali ukweli na kushikamana na uongo. Alifundishwa kupitia YouTube, alifundishwa kupitia Facebook, alifundishwa kupitia WhatsApp, alifundishwa kupitia makanisani, alifundishwa kupitia merikebuni, alifundishwa kupitia barabarani, alifundishwa kupitia magarini, alifundishwa kupitia sokoni, lakini aliendelea kupuuzia sauti ya Mungu kana kwamba hajasikia chochote. Aliendelea kung'ang'ania kile ambacho viongozi wake wa dini walichomwambia ashike. Hapo ndipo kila mtu kwa sauti kubwa atalalamika na kusema, nimepotea mimi, nimepotea milele. Pale pale, kwa kuwa milango ya rehema utakuwa umefungwa tayari, kila muumini atakuwa na nia ya kuwakatakata hao viongozi wao, afadhali kuwachana wafe. Na wote wataanza kuwahukumu viongozi wao wa dini, wachungaji, wainjilisti na walimu wote waliowafundisha uongo, mashehe, manani, wale wote waliowafundisha uongo waliouamini. Watawaambia, tazama sasa tumepotea milele kwa sababu mlituambia tusiishike sheria ya Mungu kwa kuwa haina maana tena. Na wale waliosema ya kwamba wanaitii kwa kuwa hiyo sheria ni takatifu, mlisema tuwatese. Hata kama wanasema hivyo, kumbuka wana majipu, hawawezi kupigana vita. Ndipo wale wachungaji watakiri mbele yao kwamba kwa kweli waliwadanganya, na hao waliowadanganywa nao watalia kwa sauti kubwa wakisema, tazama sasa tumepotea, na ninyi ndiyo sababu ya kupotea kwetu. Lakini wale waliokuwa wakiwaita majina ya heshima kama vile baba mchungaji, reverend, bishop, archbishop, sirentanda, wale wote watageuza sasa majina, wataanza kuzitaja laana juu ya viongozi wao kuliko kuwaita tena kwa majina ya heshima. Watawaambia maneno makali ya matusi na kuwapatia laana nzito nzito viongozi wao wa dini, kwa kuwa wale wachungaji wao, wale viongozi wao wa dini, Mungu aliwapa ukweli wote mikononi mwao. Kila mmoja hapa ana Biblia. Ukiona makanisa yote yanayokuwa ulimwenguni yana Biblia, lakini utashangaa hawafundishe mamoja. Ijapokuwa ukweli ule ule ambao wengine wanao, nao pia wanakuwa nao. Kwa kuwa walikataa sasa kuwaambia watu wao ukweli huo, wakaacha watu wapotee tu kwa nia zao mbaya, Mungu sasa atafanya kwamba wale watu wagundue ukweli kupitia tu kile kitakachoonekana angani, ile sheria ya Mungu itakayoonekana angani. Ukweli wote ambao waliufichwa utaonekana, na ndiyo maana hukumu ya Mungu itaanzia kwa viongozi wa dini. Na tena ikiwa itaanzia kwa viongozi wa dini, itaanzia kwanza katika Israeli, yani katika kanisa la wale ambao wanazishika sheria za Mungu. Humo ndimo itaanzia. Wale wanaojidaidai kwamba wanashika sabato, hao ndio wataanza kupigwa wa kwanza. Kwa sababu wanashika sabato lakini ni wazinzi, wanashika sabato lakini ni walevi, wanashika sabato lakini ni wachonganishi, wanashika sabato lakini ni wabaguzi wa kabila na rangi, wanashika sabato lakini ni wezi.
wa zaka na sadaka na kuiba hata manyumbani mwa wengine. Wanashika sabato lakini ni wasengenyaji. Wanashika sabato lakini wanajishughulisha na mambo ya wengine, wanashinda kujishughulisha na mambo yao. Wanashika sabato lakini hawatende kazi kwa mikono yao, wanategemea tu waende kuiba. Wanashika sabato lakini wanakuwa wachawi, walozi, wanaroga watoto wa wenzao. Sabato haita kufanya uingie mbinguni. Sikiliza. Sabato ni alama ya utakaso. Sabato ni sheria ya Mungu. Sabato ni ishara kati ya Mungu na watu wake ili wajue kwamba yeye ndiye anayewatakasa. Hata unang'ang'ania sabato lakini unamkataa Mungu, unasema Mungu asikutakase, utabaki hapa. Na ndiyo maana wale wote ambao wanashika sabato ya Mungu, waliojidai ya kwamba wanakuwa na alama ya Mungu, hao ndio Mungu ataanzia wa kwanza, na baadaye wanakuja wale wengine ambao walikataa hata kuishika hiyo sabato, wakaendelea katika mambo yao. Kama vile wewe unaishika sabato ya Mungu unafanya dhambi zingine na unajidai ya kwamba wewe ni Mkristo, vile vile na wale wengine wanaoivunja hiyo sabato, wanashika vingine vyote, wanaacha hiyo sabato, nyote mtajikuta katika birika moja mkichemshwa. Ezekieli sura ya 9 mstari wa 6 inasema, waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Haleluya! Tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba, viongozi ndio wakaanzia. Lakini Mungu anasema anayekuwa na ile alama ya Mungu wasimufanye chochote. Haleluya! Na hiyo alama ya Mungu ndio itakayowaokoa walio wake. Lakini baada ya waovu kuona kuwa hawana tena tegemeo na kimbilio, wataamua sasa kujiunga pamoja katika vita vya Armagedoni, yaani vita vya mwisho kati ya wema na ubaya. Na vita hivyo tutaviona kwa ufafanuzi katika pigo la 6. Ili kuepuka hili pigo la 5, unatakiwa kuufundisha ukweli na ukweli peke yake, kusudi usije ukachangia katika upotevu wa watu wengi na kushutumiwa siku ya mapigo haya. Mungu atujalie kusudi tuanze kuchagua upande ule tutakaokwenda, kwa kuwa kuna vita vikali kati ya Kristo na mpinga Kristo, na wote wanatafuta na watu wa kuwatumikia. Tusipokubali mmoja tutateswa naye. Na ukiwa unamkubali huyu, elewa ya kwamba yule mwingine atakutesa. Ikiwa unamkubali yule, kumbuka ya kwamba huyu atakutesa. Ina maana gani sasa? Fanya uchaguzi ujue utateswa na nani, kwa sababu hutabaki bila kuteswa. Yale mapigo 7 yataletwa na Kristo na kukataza watu kununua wala kuuza, na sheria zote, haki zote za kibinadamu zitanyanganywa na mnyama. Yaani mnyama atakunyanganya haki zote za kibinadamu ili uishi kwa mateso, na Kristo naye atakuja atakupiga mapigo 7. Sasa unachagua kipi? Unachagua kuteswa na mnyama ili usipigwe mapigo 7, au unachagua kufurahi pamoja na mnyama, ujikulie yako raha kwa sababu cha mtu kenyala kula njoo chake, ujikulie yako kwa sababu leo tunakula na kesho tutakufa pengine, kisha uende kupata mapigo 7 ya Kristo? Hile ni swali tu. Lakini mimi ninakushauri na kuomba ukubali kuteswa na mpinga Kristo kuliko kuteswa na Kristo katika mapigo 7. Hebu tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, ninakushukuru kwa hiki kipindi ambacho unatupatia cha kujua pigo la 5. Msaidie msikilizaji na mfuatiliaji wa mafundisho haya aweze kujua ya kwamba afadhali ateswe na mnyama kuliko kuteswa katika mapigo 7. Tupatie sasa nguvu pamoja naye ili sote tupate kushikamana na kukufuata wewe. Tufurahie kuteswa na mnyama kwa kipindi kifupi kuliko kupata aibu ya milele. Tupatie uvumilivu na nguvu za kuyashinda majaribu. Ndilo ombi letu katika jina la Kristo Bwana wetu. Amina. Basi Mungu akubariki, akituruhusu tena kesho tunaona pigo la 6. Ulikuwa na mtumwa wenu Msaada wa Mary Decor. Bwana awabariki.